Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi la yamutu wa la yafna, alqayyum alladhi la yusamma illa bima samma bihi nafsan wa la yuqna, alwahidu alladhi huwa Allahu bikulli ma'na, aladlu alladhi khalaqa adh-dhakara wal unsa min nutfatin idha tumna, hunafa Allahu ghayra mushrikina bih. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، المستمعون الكرام wale ambao mnafuatilia channel yetu ya Nyonuru Cinema, Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia uhai na kutukutanisha tena katika vipindi vyetu hivi vya kuelimisha katika mambo mbalimbali na kutoa elimu ya kiroho. Ilmul arwaha tunaita elimu ya kiroho, au elimu ambayo wengine hawana na wengine hawana kwa sababu hawajakaa darasani na kuijua elimu hii, lakini wengine wanahitaji kufundishwa na wapo mbali katika nchi za aina mbalimbali. Kwa hiyo jambo hili linapokuja la kiroho, basi huenda kuna mambo yanahitaji muafaka kuyafanikisha. Maana unaweza kuumwa na malaria ukaenda hospitali ukapewa dawa ya malaria, unaweza kuumwa na figo ukaenda hospitali ukabadilishwa figo, lakini kuna vitu vinaweza kukuuma ndani ya mwili wako, daktari akakwambia wewe huna tatizo lolote, lakini kumbe ikawa ni mtihani ambao unao ndani ya mwili, lakini hujajua ni mtihani wa namna gani. Kwa hiyo ndio maana sisi tupo tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hili, na huenda Allah akatufanikisha kuweza kukujalia wewe kwa kile ambacho unacho na sisi nguvu zetu, basi huenda Allah Subhanahu wa Ta'ala akatujalia tukaweza kukuombea dua au kukufanyia vitu mbalimbali, na Mwenyezi Mungu akakuondoshea ule mtihani ambao unao katika maisha yako, na hasa mtihani wa kijini, hasa mtihani wa kichawi, hasa mtihani wa maradhi ya aina mbalimbali. Maradhi yale ambayo yanakuja katika maisha yako huyajui yametokea wapi, yanakuja usiku, yanakuja mchana, majini wale wanakusumbua mchana, wanakusumbua usiku, katika njia ya aina mbalimbali biidhnillahi jalla waala. Leo tunakwenda kuelezea mwalimu wa kiruhani ni mwalimu wa namna gani. Swali la pili hilo ambalo nimeulizwa, mwalimu wa kiruhani ni mwalimu wa namna gani, au mtu ambaye anapaswa kuwatibu maruhani ni mtu wa namna gani, au atakuwa ana sifa gani, au atakuwa yuko katika njia gani na namna gani, ili wewe ambaye umeniuliza swali hili upo katika nchi mbalimbali uweze kufika kwake, uweze kumtafuta, uweze kujua anapatikana wapi. Hata ukimuona katika mitandao ujue huyu ana sifa za kutibu arruhaniyatu, au kutibu mtu ambaye amepata maswaibi ya kiruhaniyati. Kuna sifa nyingi ambazo sitakuwa na muda kuzieleza, lakini mara nyingi wataalamu ambao wanafani hizi za kiruhani wakasema inna ruhaniyati almutajalliya, hawa maruhani ambao tumewazungumza au tunaowazungumza katika dunia tunaowaona, alafwai alladhina humul hakam, hawa ni majini ambao humul hakam, majini wanaitwa humul hakam, wajini watu wa hukumu. Nikisema majini watu wa hukumu na kusudia ni majini ambao wanajua sheria, au majini ambao wanajua mambo mengi sana ambayo ya utawala wa kidunia. Kwa hiyo mwanadamu yule ambaye atakuwa anatibu maruhani lazima awe ni mtu ambaye anajua sheria za kidini, anajua ilmu za kidini, anajua, yani ni mtu ambaye asije akafanya vitu akakhalifu amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo anasema mwalimu almujallibati wal afra alladhi huwa alhakam, kwa sababu hawa maruhani ni watu wa hakam. Sawa, wa fadhnatul qata'i, lakini huyu mwalimu wa kiruhani
au alfadhlatul qanatai, ni mtu ambaye wa fadhila. Nikisema ni mtu wa fadhila, ni mtu wa namna gani? Ni mtu ambaye fadhlatul qatai, kwamba yeye ni msafi. Usafi hauonekani katika nguo, usafi hauonekani katika mwili, usafi hauonekani katika njia za aina mbalimbali, lakini Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha la yanzuru ila qulubikum, Mwenyezi Mungu haangalii katika nyoyo zenu, nguo zenu, walakin yanzuru ila qulubikum, Mwenyezi Mungu anaangalia katika nafsi zenu. Kwa hiyo mwalimu awe msafi. Kwa maana gani? Unajua kuna watu wana majini ya kirohani wakubwa, wengine wana majini wazuri wanasema, lakini akifika mwalimu wa kirohani akiwa anatamaa, akiwa anataka kumchukua yule jini ili awe wake yeye, amtumie katika pirika zake, basi utakwenda pale atakutibu, lakini huwa hakutibu kweli, anakuondosha njiani, anamchafua yule ruhani. Halafu baadaye kabisa, angalia, baadaye kabisa, alkalami alladhi ma'dulat alismi fi al-layli wal asbab wal hudhuri wa adhafu yatahaqqaq bihi innahu laysa muallimin huwa alkadhibi. Kwa hiyo unaporudi nyumbani, umelala usiku, ewe mwenye jini wa kiruhani, umekwenda kwa yule mwalimu kwa vile ana mambo ambayo sio mambo, anakwenda kinyume na tiba zake, na wewe umekwenda ili utibiwe katika tiba za kiruhani, basi yule ruhani anakuja usiku, anakwambia usende tena pale kutibiwa. Ili lipo anakwambia hasa kwamba usende pale kutibiwa, kwa sababu yule sio mwalimu, hatokutibu, yule sio mwalimu, ataharibu, yule sio mwalimu. Kwa hiyo kuna vitu yule ruhani anakuletea katika ndoto yako. Lakini vile vile muratibul awliyaa wal adharaa askanatil maasini, kwamba lazima huyu awe ni walii wa Mwenyezi Mungu, awe awliya Allah, walii wa Mwenyezi Mungu, ambaye tayari anajua hii ilmu ruhani, elimu ya kiruhani, wa araftu lahu takriri, na anajua takriri zake zote, au anajua sheria zake zote za kumtawalisha ruhani, takriri al-arwah ar-ruhani, kutawalisha yule ruhani, sawa. Lakini vile vile arba'i min mara'iti al-madhkuri, sheria hizo 4 nitakuja kuzitaja. Anasema shekhe, nitastaja sheria ya kwanza, akasema fa innaka la ta'allaka bis-sa'a ila dhaharati al-arwah. Sheria ya kwanza ya mwalimu wa kiruhani, lazima ajue saa za kuhudhuria maruhani. Hii tiba ya kiruhani bwana, sio tiba ya kawaida. Watu wote nawaambia, lazima mwalimu kwanza ajue saatu bihudhuri al-arwah, saa ya kuhudhuria hawa viumbe. Kuna viumbe hawa wanahudhuria katika saa zao maalum. Kwa mfano siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa pili, viumbe wanakuja katika saa, wanapishana katika saa zao. Kama Jumatatu anakuja kama tulivyomsoma Abanurul Abyadhu, Jumanne Abanurul Aswadi, Jumatano Abanuri Burqani, Jumanne Abanuri Al-Hakam Maimuni, Jumamosi Murrata bin Qadhi, sawa. Kwa hiyo ajue ilmu al-arwah, ajue elimu za arwaha bihudhuri, kuwashusha wale maruhani, kwamba ajue kwamba saa fulani, mwalimu huyu ajue saa fulani anaweza nikampata ruhani wake huyu kwa muda fulani, kwa mizani ambayo nimeiangalia katika mizani ya kiruhani, ajue al-arwaha adh-dhuhuri bihi. Lakini la pili, hal suratul ghaila, ajue kwamba kwa sura hii au kwa ujio huu, huyu tayari ruhani sasa ametimia. Maana unaweza kumsomea mtu akapandisha jini, akaja pale, mimi jini wa ruhani wa sultani sijui wa sharifu wa nani, ikawa sio ruhani kwa sababu huna elimu hiyo, ikawa sio ruhani kwa sababu tayari wewe mwenyewe hujajua suratu tahdhirihim, amekuja yule kwa sura gani, amekuja kwa namna gani, je ametimia kweli au hajatimia. Asa kuna mambo lazima uyajue kwamba kuna alama 1, 2, 3, huyu kweli ruhani amekamilika. 1, 2, 3, huyu kweli ruhani hajakamilika. Kwa hiyo hilo ni jambo la 4, kujua suratuhumul ghaila kwa namna ambayo wanayokuja wale maruhani. Sio kila ruhani anayekuja tu tayari huyo unamtawalisha kwamba tayari huyo amesema ukweli. Kuna wengine waongo na majina wanatoa ya kiongo,
na wanakuwa ni majini wa kichawi, majini wa kutumwa, majini wabaya, majini mahasidi, majini ambao wachafu kabisa, kwa sababu hujajua wewe fundi, hujajua wewe mtaalamu, hujajua wewe tabibu ruhani elimu ile. Kwa hiyo unapata shida. Kwa hiyo mwalimu akiwa hana sifa hizi, usiende kwake kutibiwa tiba ya kiruhani, kwa sababu tayari ruhani wako utakuwa umemdhalilisha, hajakaa sawa. Lakini fayakumu kulla wahidin minhum ala hawlatin iqda'i minhu ma tasabbaka bihi alkalam. Anasema jambo la tatu, kila ruhani atasimama kwa nafasi yake pindi wanapokuja katika mamlaka ambayo yule mwalimu atawaita. Ikiwa anawaita kwa pamoja, basi watakuja mmoja mmoja. Atatangulia labda sultani, atakuja sharifu, atakuja wajinani, atakuja ruhaniyatul safaria, atakuja abanuru. Yani ajue kwamba utawala unapangika hivi. Hawezi mtawala wa kwanza akawa wa mwisho na mtawala wa mwisho akawa wa kwanza. Na maana hiyo lazima aje yule muhusika wa kwanza, na akisema mimi na wenzangu na ruhani wengine wenzangu, masharifu wenzangu watakuja na wao. Kwa hiyo ajue sasa wanaohudhuria hawa ni wanamna gani, au ni majini wa kiruhani wanamna gani, wa darajatuhu, na daraja lao vile vile, wayastadiu ma arada minhu, na vile vile ajue kwamba wamekuja pale lengo lao nini. Je, hawa maruhani wamekuja katika mwili wake wanataka nini? Wanataka awe nani? Wamekuja kwa lengo gani? Hawa maruhani wamekuja katika mwili wake wanataka kitu gani? Lazima umuulize yule ruhani kwa ustadi kabisa. We mwalimu, kwa ustadi kabisa anakuja kwa njia gani? Na ndio maana sisi tunasema mtu mwenye matatizo haya afike ofisini kwetu hapa Vikindu Magogo Matatu pamoja na Kigamboni kwa fundi baskeli, aje tuweze kutambua. Huu ni uchambuzi mkubwa sana wa kiilmu kujua wewe una matatizo ya ruhani gani. Lakini arada minatahami, lakini vile vile ajue chakula cha hawa maruhani. Nikisema chakula inafahamika, waman hina tuadhimuhu, lakini ule uadhimisha wake, yani uadhimisho. Unajua unapomwita ruhani kuna uadhimisho, kuna maandalizi. Ajue yule mwalimu uadhimisho wa kiruhani ni uadhimisho wa maandalizi gani ya kuweza kuyafanya yeye. Sawa? Yuhibbu alayka an tandhuru, lazima kwanza aangalie katika ofisi yake au katika eneo lake, ala ta'arithu wajhaka minhu, hakuna picha ya mtu au hakuna kibwengo au hakuna kibuli au hakuna kipembe. Manake elimu ya kiruhani au mfalme wa kiruhani anapokuja au unapomtawalisha, uangalie ile ofisi yako kwanza. Haina picha za watu, sura zile za watu, haina vibwengo. Kuna watu wanatibu lakini wana visanamu wameviweka, tiba za kibara, wana visanamu wameviweka pale. Kuna wengine wameweka tuseme mfano wa pembe, wameweka vibuyu. Sasa ruhani kwa namna ile hawezi kuja. Kwa hiyo wewe ambaye una jini wa kiruhani, ukenda ukitibiwa na mwalimu ambaye ukifika tu kuna kitambaa chekundu, kuna kitambaa cheusi, kuna kitambaa sijui namna gani, halafu unakwenda na jini wako wa kiruhani, kwanza umemdhalilisha. Na istoshe vile vile kwamba tayari hapata kuwa natia, hapata kuwa pana uganga. Utofautishe baina tibi ruhani na tibi amradhi shayatini wasi'ri. Utofautishe baina tiba ya kiruhani na tiba za kijini na uchawi na uganga. Kwa hiyo wewe utakuwa umeingia katika nini? Uganga. Kwa hiyo hakuna sura za ajabu katika eneo ili aweze kuhudhuria. Vile vile anasema ma hiya tayashi au tayafi. Anasema kuna maruhani hawa wanaitwa hayashi au tayafi. Hawa ni maruhani wawili, hayafi na tayasi. Hawa ni funguo za maruhani. Funguo kivipi? Kwamba kuna dua inaitwa hayasi wa tayasi. Hii dua inasomwa ili yule mwenye ruhani ikiwa hapandi, yule mwenye ruhani ikiwa umesoma au umefanya njia hakupanda, mwalimu ajue nini? Hayathi wa tayasi. Hayathi wa tayasi ni dua namna gani? Nitaisoma hapa. Hebu niwape muda kidogo nikusomeeni hii hayathi wa tayasi. Hii dua hayathi wa tayasi inaitwa sifatul a'wani. Hii ni sifatul a'wani ambayo
Yule mwenye ruhani unakwenda kumshika kichwa chake. Hayafi wa tayafi unaisoma katika kichwa chake. Wale maruhani hata kama walikaa miaka 10 walifungwa, hata kama walikaa miaka 3 walifungwa, basi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, hayafi wa tayafi itaweza kuwainua, na yule mtu akaweza hafla kuja yule jini akaja akasema mimi ni ruhani wa namna gani. Unasema bi asma ya rabbi bismillahir rahmanir rahim ajibu ya jaridhu wa ya jandasi wa ya khayafi wa ya tayyasi wa athifu thayafi. Angalia hiyo dua, wa athifu thayafi. Kumbuka hapa nimemshika kichwa mwenye ruhani. Wa athifu thayafi tawa wa yu'attiruna sa'ibu sijni al-ummaq wal hawatif al-akbar wa mazaibu sakan fi al-afna qala simmatin bidhandi sa'altuka at-tab'a ya bani taqaddama wa hadhi'in 'azimata jayyafi wa hadibun 'azimata dayyafi ربما مؤلف العجل أداوة أشادي منبئا خلقه هو كاف حاء يا عين صاد طوعا وقرحا وظلا وعظما ودحرا وقربا وسقنا وطاع الملوك فأمضي الأمرقة وطاع الملوك فأمضي الأمرقة وبالحاتم ثيافي أوله لماي شملا ayahu. Haya ni maneno sasa ya Kiibrania ya kumtaja zile koo, ikiwa ametokea katika koo za kijini za Kiarabu za nyuma kabisa. Durushi baruratan hayya shaktami bishaklami dabarani malakatin alina shammin ghawatikim malishin hawla talamaha qatta'a majlabaha tarraha. Sakini yataje sana haya maneno kwa sababu na wahofia kuna watu wako Amerika, kuna watu wako Oman, kuna wako Qatar, kuna watu wako Canada, kuna watu wapo katika nchi mbalimbali ulimwenguni ambao wanatupata channel yetu ya Nyonuru Cinema. Unaweza ukapandisha ruhani wako leo. Haya, ushapandisha ruhani, mwalimu huna huko, inakuwaje? Upo katika nchi za watu, ushapandisha ruhani, na mimi nishayataja maneno haya na we tayari. Kwa hiyo sitakuwa na muda wa kuweza kuyataja, nimekupa tu maneno hiyo khayafi wa shayafi, jinsi gani inavyoweza kumsaidia yule ambaye amepandisha yule jini katika hali ya namna mbalimbali. Lakini akaendelea shekhe kusema tumakkinuhu ala dhalika wastaqdimu alayhi. Mara nyingi sana tumakkinu ala dhalika, mwalimu awe makini sana katika hili la kuweza jambo gani. Anasema alaika ta'lamu anna yuhibbu an turiddu alayhimus salam. Lazima jambo la kwanza uangalie anapotoa salamu yule ruhani, anapotoa salamu lazima uwe tumakinu ilaiha, uwe makini. Kuna salamu za ovyo, kuna salamu za uongo, kuna salamu za kujifanya wao ni masharifu, kuna salamu za kujifanya wao ni wafalme wakubwa walioshindikana. Kwa hiyo unapokuwa mwalimu mdogo tu, mwalimu ambaye huna elimu, mwalimu ambaye ni mtu wa magumashi, basi anasema huwezi kufanikisha ili, kwa sababu tantatiqu lisani ma'ahu bi asmaa. Hawa wana ufundi wa kupangilia majina, wana ufundi wa kupangilia koo zile za kifalme kubwa. Ukaona yes, tena mwalimu akiambiwa pale anakuja anakaa kwenye kiti pale, tena mwalimu anakaa chini, karibu bwana mheshimiwa. Tena yeye mwalimu anajidhalilisha, anakaa chini, anamweka kwenye kiti, tuambie sijui nini, anaambia hapana. Anasema shekhe kwamba taarifu lahu tayasil kalami salam, lazima ujue heshima ya ile salamu ni ya kweli au ya uongo. Utajua vipi salamu ile na kalamu ile? Anasema lazima uwe unajua ilmu. Anasema uwe unajua kuna elimu moja ya kiruhani inaitwa asmaa al-tarqibu. Asmaa al-tarqibu, majina ya kiruhani wa ismaahum, na ismi zao. Zile koo za kiruhani zinajulikana duniani, ziko karibu, kuna koo kama 87 ambazo koo zile zinazunguka zinakwenda kujigawa katika koo aina mbalimbali. Kwa zile koo zote zipo pale. Kwa hiyo mwalimu anatakiwa azisome zile, azijue. Akitamka jini, mimi sharifu wa jini wa jinani wa katani wa nani sijui wa jabalani wa jabalini, unamuuliza jabali gani? Mimi jabali sijui la Maka. Mwambie uongo. Jabali la Maka liko sehemu fulani na ukoo wake unakaa labda mfalme fulani, yani labda mimi wa kuzaliwa kwetu kwenye pango. Haya, pango lenu likoje? Pango letu sie liko hivi sijui nini.
mimi wa familia, haya familia yenu ikoje? Lazima uhoji vitu, usikubali tu majina. Kuna majini wa kiruhani wanasema mimi natoka kwenye Al-Kaaba. Haya, wewe kuna jina nasema mimi natoka kwenye Al-Kaaba, ndani ya Al-Kaaba kwenye kaburi la mtume anakaa, si vichekesho hivyo? Kwa lazima ujue hii elimu, na unapokwenda kwa mtu lazima ajue haya, ili usipate tabu, ruhani wako aweze kutawalisha katika njia ya aina mbalimbali. Lakini wakasema wa illam takhassala al-ijaba, ikiwa hakuja ruhani, umeitwa muda mrefu. Kuna watu leo wameitwa muda mrefu, majini wao hawajaja, hasa majini wa kiruhani hawajaja. Wengine mpaka washapigiwa vigongo, ngoma, wamechinjiwa, wamefanyiwa dhikiri, wamefanyiwa sijui maulidi, wamefanyiwa vitu vya aina mbalimbali, lakini hawajaja. Anasema kuna tatizo la kuwa lakini la tajidul hadara wa ikhwatihi wal atba'iha, itakuwa kuna mawasiliano mabovu baina ya huyo ndugu yao mwenye hilo ruhani, kuna mawasiliano mabovu na huyo ruhani muhusika. Kwa mfano wewe labda una ruhani, lakini uruhani yule unaye wewe. Sasa yule muhusika atakuwa ni mchafu, atakuwa na mambo hajayatimiza. Pengine jitu lina mali, lina pesa, multimillionaire, linaingiza mishahara milioni 10, 50, hatoi sadaka huyo, hajawahi kufanya khairi, sawa hajawahi kusaidia watu, hajajenga msikiti huyo, hajamsaidia hata shehe kumnulia hata kanzu yule imamu wa msikiti, hata msomaji madrasa. Halafu baada ya kufilisika anadai eti majini wake wa ruhani wamemfilisi sijui nini, kwa anataka waitwe. Subhanallah, umeshachelewa ndugu yangu. Ikiwa kheri ndugu yako alikufanyia kheri, au akashirikiana na wewe ukapata mali, ukawa tayari umekuwa mtu mkubwa wa fadhila uliyefadhiliwa, leo unakwenda kufilisika, unakwenda kumtafuta. Kwa hiyo mawasiliano yake anayakata. Kuna watu walikuwa na majini wa kiruhani, wanaota usiku dhahabu, wanaota fedha, wanaota wako katika ufalme, wanaota wana mali. Sasa hivi ndoto zimekata. Ndoto zimefanya nini? Zimekata, hazipo. Kwa nini hazipo? Mawasiliano baina ya wale majini wake waliokuwa na yeye yamekatika. Wengine yanakatwa na watu wabaya, tunajua. Kuna wengine wanakuwa wachawi, wanamtia maradhi, wachawi wanaofunga majini, hilo linajulikana. Lakini wengine wanakuwa wanakatika wenyewe. Sasa mwalimu lazima ajue salamu inakuwa ya aina gani katika kutolewa. Wa idha aradta istihadhuhum alistihdhara bihim, na akitaka kuwahudhurie vizuri, sawa, bil a'mali allati yunawiluha, kwa jambo ambalo analolitaka huyo mwalimu, wayuhibbu laha, na analitaka maahum, pamoja, huzuril ijaba, basi inshallah afanye vizuri tu ile tiba yake yule mwalimu wa kiruhani, basi watahudhuria maruhani bila wasiwasi. Araahum, atawaona, sawa wajalbi khairi, kama kuna khairi basi watamwambia bwana we, si tumekuja, sawa maruhani, lakini huyu mgonjwa ana khairi. Heri gani? Watamwambia labda achinje, labda afanye dhikri, labda afanye hivi kwa atibu haili, wadafa'a dhurri. Lakini kama kuna ubaya watamwambia huyu, kuna watu wanamfanyia ubaya, kuna watu wanamfanyia hasadi huyu, kwa hiyo kuna watu wanamfanyia vituko huyu, kwa hiyo labda mimi nipo hapa kwa namna fulani atakayozungumza. Fa alayka bi'radhi 9 shururi ba'da al-ulumati. Baada ya haya kuna sharti nyingine 9 za kiruhani. Simetaja sharti 4 hizi, lakini kuna sharti nyingine ngapi? 9 za kiruhani. Kwa twende labda tutastaja baadhi katika hizi 9, kama tutapata muda tutaendelea. Cha muhimu, sisi tunapatikana Vikindu, Dar es Salaam, Magogo matatu. Kama unatokea Kariakoo, unatokea Budha, unatokea Kinondoni, unatokea Tandika, basi inshallah biidhnillah tabaraka taala panda gari mpaka Mbagala, chukua gari mpaka Kisemvule, mpaka nani Magogo matatu. Ukifika Magogo matatu kwenye bodaboda tuambia wakuleta kwa Sheikh Salum Damba. Kwa wewe unaekaa mjini, karibu na mjini, basi tunapatikana Kigamboni kwa fundi baskeli. Kama unatokea mjini, panda gari mpaka Kongoe, inshallah tupigie simu, tutakuelekeza upande bajaji mpaka kwa fundi baskeli. Lakini anasema katika hayo mambo 9, jambo moja tu tulimalizia. Al-awwal, jambo la kwanza mwalimu alijue, sawa huwa tandhuru idha kanat hajatika hiya tusallitu wa tahwilu jalbatin wa tufadha'a wa sakamil asqami. Anasema kuna haja nyingi sana
ruhani huwa atahitaji kuzitamka pale. Pengine una buku lako unaviandika zile haja, lakini akasema wa amradhi at-talabatun wa ila a'wazi min jami'i, lakini kuna maradhi ambayo atayataja yanayomhusu yule muhusika ambaye kapandisha ruhani. Kuna maradhi atayataja, lakini huyu mimi nipo, lakini huyu mchafu, ana mitihani ya kijini, anasema Sheikh, jambo la kwanza tusabiku ala man yahtaju ilayhi nafsu, jambo la kwanza lile linalohitajika katika nafsi ya yule mgonjwa lisafishwe kwanza lazima atolewe yale majini wabaya. Kama ana sihiri atolewe kwanza, ndo atawalishwe ruhani. Usifanye vitu tu bila kutumia elimu. Na wewe mgonjwa vile vile nakupa, maana napiga kote wewe mgonjwa ndio unanisikiliza hii elimu, lakini na vile vile tabibu wa kiruhani asifanye vitu tu. Kaja mtu nitawalisha ruhani, angalie, je, huyo mtu hana nuksi nyingine? Huyo mtu hana majini? Huyo mtu hana uchawi? Kwanza avitoe vyote hivi vitu. Kwa nitakuja kuendelea namba 2 katika mambo 9 haya biidhnillah tabaraka taala. Sheikh Salum Damba, nipo katika ulimwengu huu wa kiruhani na ni mtaalamu katika tiba za kiruhani katika ulimwengu mzima. Nadhani kwa sasa hivi katika dunia naongoza katika jambo hili la elimu hizi za kiruhani, na ninapatikana Tanzania. Wewe una shida, una ruhani, una mitihani mingi sasa ya kiruhani, hawajakaa sawa, pengine umeambiwa ujenge msikiti, hata mimi nikasimamia. Akakwambia utengeneze madrasa, hata mimi nikasimamia. Kuna watu, kuna vyuo wanahitaji katika miji mbalimbali, kuna watu wanataka visima katika maeneo mbalimbali. Zote ni khairi za kumfungua yule ruhani akaweza kutimiza malengo yale. Kwa hiyo inshallah biidhnillah tabaraka taala, namba zetu za simu ni 0714657173. Njoo kwa WhatsApp, naambie Sheikh, salamu alaykum, nimeona Sheikh, mimi nina majini hao lakini sijapata mwalimu, lakini nimekuona, naomba sasa tufanye hii kazi, tujue tunafanya nini. Au unaweza kuja ofisini kwetu Vikino Magogo Matatu, au pale Kigamboni kwa fundi baskeli. Namba yetu napita kwa WhatsApp hiyo hapo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.